Na kutoka huko kwa Jimson Ndongo, sasa tuelekee hadi kaunti ya Meru. Viongozi wa maeneo yanayoathirika pakubwa na janga la njaa na pia kiangazi katika kaunti ya Meru wamependekeza kuanzishwa kwa mpango maalum wa kulisha watoto wa shule kufuatia ukame unaoendelea kushuhudiwa katika kaunti hiyo. Kulingana na viongozi hao, wanafunzi wengi wameendelea kutaabika kutokana na uhaba wa chakula, hali inayodhoofisha masomo yao na ustawi wao kwa ujumla. Kaunti ya Meru ni mojawapo wa kaunti zinazoathirika kwa asilimia kubwa na baa la njaa. Sam Wanyoike anaeleza. Na madiwani wa bunge la kaunti ya Meru leo wameitwa katika kikao maalum ili kujadili changamoto ya njaa na kiangazi ambayo imeshuhudiwa katika maeneo mengi ndani ya kaunti hii na imeathiri masomo, huku wanafunzi wengi wakiacha shule. Watoto wale tayari mimi ninajua washatoka shuleni ni zaidi ya 100 na mashule ni mashule zaidi ya 20. Kwa hivyo inaonekana jambo hili pale Kianjai limeweza kudhuru watu wengi sana, familia nyingi. Ukienda utapata shule nyingi watoto hawaingii shule. So tunaomba pia wakati ambapo tutakuwa tunafanya hii program ya feeding program ya mashule, tuweze kufanya pilot project tukianzia na zile sehemu ambazo zimeathirika zaidi. Takriban watoto katika wodi yangu kutoka Kalimiko, kutoka Makutano, kutoka Andiala, kutoka kule Mangala, takriban watoto 164 hawaja ripoti shuleni. Kwa sababu gani? Hata kuweka hamna hata kiporo. Katika tamaduni za Kiafrika haungekosa kiporo katika nyumba ya Mwafrika, lakini siku hizi hakipatikani. Maana chakula kimeandimika kama wale wadaku. Hivi kwamba tungeomba serikali tusaidie watu wapate chakula na tuweze kupata malazi mazuri ili waweze kuendelea na masomo. Asante. Na ndio sasa naomba serikali yetu ya Meru County ilete supplementary haraka, ndio wabunge wapitishe na walainishe pesa na shinda hile iko wakati huu, sababu pesa hata kama ilikuwa ya barabara ya maji nini ile shinda hiko ndio inapaswa kuletwa kwa haraka, ndio watu wetu wasaidike. Na nikiwa mama, miji mingi, manyumba mengi watu wanalia na njaa, wanakuja nyumbani kuomba chakula ya kukula, ndio hata watu waweze kulala hata siku moja. Kupitia pia kwa CS Ruku anapofanya mipango yake, CS Ruku aweze kukumbuka eneo la Meru, especially lower parts za Nyambene na Bore ambapo watu wameathirika sana na jambo la njaa. Sam Wanyoike, NTV Mashinani, katika bunge la kaunti ya Meru. Kwingineko, mtazamaji, katika shule ya sekondari ya wavulana ya Kithuki